Kwanza Pereira anatakiwa awe na adabu. Julio mimi nisikilize ukweli kabisa, Julio anafaa awe influencer wa Simba. Julio sio kocha. Julio si anatunyima kuna baadhi ya vitu. Kwa mfano Julio angekuwa influencer, Simba nara akitusumbua tunamtuma Julio, tunamwambia mjibu. Sasa Julio ameacha misingi, yani ameacha misingi ya mpira. Julio upaswi kumtukana kocha, wewe hujawahi hata kucheza makundi ya klabu bingwa na timu yote. Umeelewa? Makundi ya shirikisho hujawahi kucheza. Wewe sio mwalimu. Na akatukana, matusi yake alianza anasema yeye anamtambua Matola. Atambui walimu wengine. Anasema yeye ni kocha kama makocha wengine. Sio kweli. Yaani Steve Barker akaya anafundisha Julio, unafundisha nini? Ndo falsafa yake hata kule alipotoka. Ukiangalia kina Ture hao ni vijana. Uje Ture asikutishe mandevu yale. Ukiangalia ule Gueye ndo kijana kabisa. Teura walikuwa wote nani Stellenbosch. Huyu naye kampendekeza yeye kwamba nikija nitakuja na Eura, nitakuja na huyu Ture. Alafu nileteeni huyu kijana Gueye, kwa Kifaransa sisi tunamuita hivyo. Kijana ambaye kakaa katika academy nyingi huko nje, Yanga wanajua wapi. Adhabu wanayoipata Yanga, yule kijana hajatokea katika mipira midogo midogo. Mwalimu anaamini sana katika vijana na sisi tunaamini ndani ya vijana atafanya vizuri, tumpe muda. Sasa mkijua nipo kwenye press, vumilieni, nyamazeni. Ili uponde vizuri. Jana nimempa kipindi kaka hapa, njoo na leo. Si umenielewa? Leo ana la kusema, anazungumza nini na watu wa shati ya tatu. Tuendelee bwana, bismillah. Msingoe viti kwenu wastahimilivu kidogo. Maana mnangoa viti. Mimi maneno yangu yatakukera kila muda. Tayari umeplay? Tuendelee. Unaona bwana? Kwa hiyo Kratos alishindwa kucheza huku, hakuna timu upande wa pili. Wachezaji wameisha. Wachezaji wametumika miaka 5 mfululizo. Hamna duniani huwezi kuona. Kwa hiyo alishindwa kufanya vizuri kwa sababu hizo. Sasa hizi upo kwa watu wana quality kubwa. Na ndio timu bora kwa mujibu wa BMT. Hata BMT inasema Simba timu bora, wewe Mwimba Talabu unakasirika. Yaani BMT na wataalamu wanasema timu ya wanaume bora ni Simba, wewe Mwimba Talabu unakasirika. Sasa si utapata shida bure, ambaye hata sheria 3 za mpira usijui. Kwa hiyo bwana, turudi mchezo wa jana, kwa ujumla ulikuwa ni mchezo una quality. Nimeona Mashujaa wamejaribu kupishana na timu kubwa, kilichowakuta ni ukubwa wa Simba Sports. Naam Abdallah. Naam bana, jana wakati tunazungumza kuna maneno ambayo yalisemwa kabla mchezo na kocha wa Mashujaa. Tulimzungumzia Alberto Pereira Julio, kile alichokisema lakini mara baada ya mchezo ni kama alikuwa amekasirika hivi kwenye mahojiano aliyokuwa akifanya mara baada ya kula nguzo 3 chuma 3 safi kabisa. Steve Barker amemuonyesha nini? Kwanza Pereira anatakiwa awe na adabu. Julio mimi nisikilize ukweli kabisa, Julio anafaa awe influencer wa Simba. Julio sio kocha. Julio si anatunyima kuna baadhi ya vitu. Kwa mfano Julio angekuwa influencer, Simba nara akitusumbua tunamtuma Julio, tunamwambia mjibu. Sasa Julio ameacha misingi, yani ameacha misingi ya mpira. Julio upaswi kumtukana kocha, wewe hujawahi hata kucheza makundi ya klabu bingwa na timu yote. Umeelewa? Makundi ya shirikisho hujawahi kucheza, wewe sio mwalimu. Na akatukana, matusi yake alianza anasema yeye anamtambua Matola. Atambui walimu wengine. Anasema yeye ni kocha kama makocha wengine. Sio kweli. Yaani Steve Barker akaya anafundisha Julio, unafundisha nini? KMC Julio uliondolewa, nilizungumza jana, uliondolewa baada ya kuonekana wewe mtu wa hamasa. Kwa jana alitukana matusi mabaya sana. Steve Barker akayasikia. Sasa hivi ujue lugha, wasojua Kiingereza wengi mashabiki wa Yanga. Sasa hivi unachokifanya lugha unageuza tu yani. Umenielewa vizuri? Unaangalia akaona huyu kanitusi, cha kufanya ngoja nimuonyeshe. Ni balaa kubwa, hatujawahi kuwafunga goli 2 uwanja ule. Watu si hawana rekodi. Si hatujawahi kuwafunga goli 2 uwanja ule, Mashujaa wanachukua bakola 3 kama wamesimama. Chama anafunga goli kama amefunga Messi akiwa na Miami. Messi ndo nafahamu akiwa na amewafunga goli kama lile, anadanganya kama watu wanajua anapiga mguu wa kushoto akaileta mali akaweka hapa, watu hawakuficha njia, mwanaume kanya hapa. Ndio alichokifanya jana mwamba wa Lusaka. Triple C. Steve Barker amejibu hoja za kitoto za mwalimu wa hamasa. Julio ushauri wangu kama atasikia, kama atafuatilia clip, awe muhamasishaji Julio. Julio katika mpira hapana, awe muhamasishaji. Na aache kutukana. Level ya hao watu weupe yeye hawafikii, yani wamemwacha mbali kweli katika ualimu. Hao wako level ya juu, na sio ualimu tu. Ukweli usiopingika, hata Mungu amewapa mamlaka watu weupe. Umenielewa? Yani ukweli usiopingika, hata Mungu mwenyewe amewapa mamlaka watu weupe.
Sisi shekhe, Mungu alichotujalia kufuga kuku, na kuku wenyewe hatujui kufuga, kwa sababu kipanga wanabeba wao. Kuku unamwacha anadhurura, anapigwa na mawe. Huko kufuga kuku tumefundishwa na watu weupe. Siku tutakuja kukaa unaambie mtu mweusi kafanya kitu gani? Mimi sikumbuki mara ya mwisho. Sio najikashifu, hapana, ni kanuni tu Mungu kataka. Kwani si wote tuna utajiri kama Bahresa? Ni kinyaa. Tunaishi. Umeelewa? Kuna vitu Mungu anataka tukuwapa kina Bahresa na wengine ni katika yeye kutaka. Kwa hiyo yeye ni katika Mwenyezi Mungu mwenyewe kutaka, anasema. Kwa hiyo alichotakiwa kukifanya, angemheshimu huyu mwalimu mkubwa. Huyu mwalimu amefukuza Mhispania Yanga. Yaani huyu mwalimu amefukuzisha Mhispania kutoka wapi? Mreno. Ndo hao Hispaniola bwana. Wareno, wa Hispania, wa Brazil, jamii moja, si Waarabu wote hao wanajulikana. Mwalimu akuaga na anadai, nasikia katika bani ile, huyu hajapewa hata 100 naye. Katoka tunakufikia kushtaki. Wewe Pereira utakuwa nani brother? Kama Yanga wanatimua mwalimu, walompandisha ndege wewe utakuwa nani? Hata jana kimemkuta. So yeye kuna waganga wa kienyeji pia niko nao jana hapa walitabiri mechi. Sasa hizi hawaonekani. Nilikaa na mganga mmoja hapa. Yeye akasema sitoonekana. Sasa mganga hadi sasa hizi kafika hapa. Yanga wamehama uwanja, wameenda nyumbani kwa mtu ili wapate 2-2. Sasa hawa wengine hawa itakuwaje? Sikiliza bwana, huyu heshimu mpira. Bwana Sefu, Steve Barker imani yake kwa vijana. Ndo falsafa yake hata kule alipotoka. Ukiangalia kina Ture hao ni vijana. Unajua Ture asikutishe mandevu yale. Ukiangalia ule Gueye ndo kijana kabisa. Teura walikuwa wote nani Stellenbosch. Huyu naye kampendekeza yeye kwamba nikija nitakuja na Eura, nitakuja na huyu Ture. Alafu nileteeni huyu kijana Gueye, kwa Kifaransa sisi tunamuita hivyo. Kijana ambaye kakaa katika academy nyingi huko nje, Yanga wanajua wapi. Adhabu wanayoipata Yanga, yule kijana hajatokea katika mipira midogo midogo. Mwalimu anaamini sana katika vijana na sisi tunaamini ndani ya vijana atafanya vizuri, tumpe muda. Tumpe muda. Kina Venastus Masinde, kina Hussein Mbegu, kina Bashir. Kuna siku nilimzungumzia Mbegu, unakumbuka? Huyu Masinde naye ananionyesha ana balaa kama Mbegu. Na mimi nataka mwalimu, kama tutakutana na Yanga shirikisho, najua hata tukimbia tu kesho kutwa anabondwa, kama tutakutana naye hawa ndo wanakaa 4 na 5. Masinde, Hussein Mbegu wanakaa 4 na 5 kwa Yanga hii mbovu tunawafunga. Kwa nini tuwasumbue kina nani? Kwa Yanga hii mbovu 4 na 5 wanacheza wale. Wewe umenielewa Kiswahili? Na hakuna chochote kwa sababu hakuna forward. Watu wanaingia mara 12 golini wanafunga goli moja. Wameingia mara 12 golini wamefunga goli moja kwa Dodoma Jiji, unatufungaje? Hata Dodoma Jiji wana mabeki kama vijana wawili. Bana, tumalize zungumza na wana Simba sasa. Mimi ninachowasiwa na Simba, nimeona jana wamepokea. Walijaa kwa wingi sana. Vile ndio inavyotakiwa. Nadhani kesho kutwa kama sikosei tutakuwa KMC. Dhidi ya Tabora. Ndio Tabora hao. Waje kwa wingi, waje kuangalia ladha. Sababu ndio kipindi pekee ambacho burudani unaipata kutokea Simba ni hiki. Hamna kipindi kingine. Watu wanakonda tu. Watu hawajielewi wa kike au wa kiume. Ukimkuta shabiki ya Yanga ukimstukiza, wewe jinsia gani, hawezi kujibu. Mpaka ajisearch yani. Akijisearch ndio akwambia mimi mwanaume. Mimi langu ni hilo Abdallah. Shukrani sana. Asante sana.